Ndugu zangu, awali ya yote nimshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutukutanisha mahali hapa tukiwa na nyuso za furaha kwa kukamilika kwa mradi wetu huu. Hali kadhalika namshukuru Mungu kwa kuendelea kulijalia taifa letu kuwa lenye amani na utulivu. Kwa upande mwingine, na kushukuru Mheshimiwa Waziri wa Ulinzi na Jeshi la Kujenga Taifa Dr. Raymond Nyausao kwa kunipa heshima ya kuwa mgeni rasmi katika tukio hili la kihistoria. Kama tulivyosikia katika historia ya mradi huu au historia ya ujenzi wa makao makuu ya ulinzi wa Tanzania, basi pongezi zangu ni kwenu wote waliomo kwenye historia ile, kijumuisha mkuu wa majeshi aliyopo, lakini na wakuu wa majeshi wastaafu, makamanda, maafisa na askari, kikosi kazi maalum kiliosimamia kazi hii, vijana wetu wa JKT na wote wengine walioshiriki kufanikisha mradi huu. Vile vile kipekee na wapongeza mawaziri wa ulinzi wa jeshi la wananchi wa Tanzania aliyepo Dr. Raymond Nyausao na waliopita wakiongozwa na Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Mheshimiwa Dr. Hussein Ali Mwinyi, aliyekuwa waziri wa wizara hii wakati jiwe la msingi la mradi huu likiwekwa. Pamoja nao niungane na mkuu wa majeshi kulishukuru sana bunge letu kupitia kwako Mheshimiwa Spika. Nishukuru kamati yako ya kudumu ya mambo ya nje, ulinzi na usalama kwa kufuatilia kwa karibu na kufanikisha utekelezaji wa mradi huu. Ndugu viongozi, maafisa na maaskari, makao makuu haya ya ulinzi wa taifa ni alama ya ukomavu wa kielelezo cha uwezo wetu kama taifa wa kupanga, kuamua na kutekeleza miradi mikubwa kwa kutumia fedha zetu na wataalamu wetu wa ndani. Huu ni msingi muhimu wa uhuru wa maamuzi na heshima kwa taifa letu. Tukilinganishwa na wengine ndani ya Afrika, tutakuwa kati ya nchi zilizotoa kipaumbele na heshima kubwa kwa shughuli za ulinzi. Majengo haya yasitupe fahari tu kuwa nayo. Jengo zuri kubwa limependeza, lakini kuna fezi mbili nyingine zinakuja kuongezea ukubwa na uzuri wa jengo hili. Sasa isiwe tu ni fahari yetu, bali majengo haya yatumike kuimarisha na kusimamia ulinzi wa taifa letu. Yatumike kama kituo cha fikra, uchambuzi wa kitaalamu na uratibu wa kisayansi wa mikakati na shughuli za ulinzi zinazoendana na wakati tulionao, pamoja na majukumu mengine ya ulinzi wa taifa letu. Mambo hayo ni ya msingi kwa kuwa mazingira ya kiusalama ya dunia kwa wakati tulionao hayalindwi kwa silaha peke yake, bali nyenzo muhimu ni upatikanaji, uchambuzi na matumizi ya taarifa, teknolojia, mifumo ya mawasiliano na mbinu za kisasa zinazohitaji ubobezi wa kitaalamu na weledi wa hali ya juu, mambo ambayo nataka nikiri kwenu, nilipotembelea hili jengo niliyaona yako pale ndani. Tunahitaji kuongeza, lakini tayari tumeanza. Mambo hayo yako pale ndani. Hivyo ni imani yangu kwamba ujenzi wa awamu mbili zinazofuata zitakwenda kuzingatia haya niliyoyaeleza na kuongeza nguvu kwa yale ambayo tayari yapo pale ndani. Ahadi yangu kwenu kama Amiri Jeshi Mkuu ni kuhakikisha kuwa awamu zilizobaki zinakamilishwa. Ndugu viongozi, makamanda na wapiganaji, tarehe 15 Disemba mwaka jana nilipewa heshima ya kufungua mkutano wa 9 wa mkuu wa majeshi ya ulinzi na makamanda mkoani Tanga pale kwenye kituo chetu cha SCUA. Mkutano ule ulibeba kauli mbiu inayosema ulinzi imara na amani ndio msingi wa maendeleo ya nchi yetu. Kauli mbiu hii inatukumbusha kuwa kila hatua ya maendeleo tuliyoifikia
imejengwa juu ya msingi wa utulivu, nidhamu, ulinzi thabiti kwa wananchi wetu. Jinsi taifa letu linavyokuwa kiuchumi ni kiashiria kwamba hali ya ulinzi na usalama imeendelea kuimarika. Bila uimara wa hali ya ulinzi na usalama, tusingeweza kufikia hatua tuliofikia.